Rafiki yangu, ngoja nikutafakarishe kitu kimoja siku ya leo. Umeshawahi kufikiria kwamba itakuwaje na itakuwa kwa namna gani pale ambapo ujumbe unatoka, mtumishi wako anaambiwa, au wewe ndo mtumishi, au mchungaji wako anaambiwa wewe ndo mchungaji, neno linakulenga wewe na linakutaka kutubu kulingana na kosa ulilolitenda na maovu uliyokosea. Ushawahi kutafakari afu jambo hilo linatokea mbele ya washirika wako, mbele ya waumini wako? Jambo hilo linatokea, mchungaji wako anaambiwa mbele yenu kwamba amekosea, anatakiwa atubu. Ushawahi kufikiria hiyo hali itakuwaje? Ushawahi kujiuliza? We kama mtumishi, ushawahi kufikiria na kujiuliza itakuwaje? Utawezaje? Utafanyaje hali hiyo ikikukuta? Rafiki yangu, kitu ambacho tunatakiwa kujua ni kwamba katika hii dunia hakuna aliyekamilika, hakuna ambaye hawezi kukosea. Hakuna aliyekamilika, hakuna ambaye hawezi kukosea. Ila inakuja tu pointi pale kwamba unapokosea unafanyaje. Na wewe ni mtumishi wa Mungu, na wewe ni mtu mkubwa uliyeaminika. Huenda wewe ni askofu, huenda wewe ni mtume, huenda wewe ni nabii, huenda wewe ni mwimbaji mkubwa, muombaji mkubwa, na umekosea, alafu message inakukuta katikati ya watu ambao unawaongoza, unaowatumikia. Unatakiwa utubu mbele yao, unatakiwa uombe msamaha, unatakiwa urudi mbele za Mungu, unatakiwa ukiri makosa yako mbele ya watu ambao unawaongoza, mbele ya watu ambao unawafundisha. Umeshawahi kufikiri hiyo hali itakuwaje? Umeshawahi kufikiri hiyo hali itakuwaje? Rafiki yangu, hapa ndipo tutagundua ule mstari unaosema wa kwanza atakuwa wa mwisho na wa mwisho atakuwa wa kwanza. Hapa ndipo utakapoweza kuona application ya huu mstari. Huu mstari unapatikana katika kitabu cha Marko sura ya 10 na ule mstari wa 31. Inasema, lakini wengi walio wa kwanza watakuwa wa mwisho, na wa mwisho watakuwa wa kwanza. Unaweza ukaona kama ni kitu cha kawaida, unaweza kusema haiwezekani bwana, haiwezekani. Rafiki yangu, kipindi cha Yesu Kristo, Mafarisayo kutokutubu, kutokumwamini Yesu Kristo, sio kwamba walikuwa wanapenda kufanya vile, lakini walikuwa wakiangalia status zao, wanaanza kujitathmini. Hivi hawa watu tuliokuwa tunawafundisha, tunawaeleza habari za kwenda mbinguni, leo hii wakisema, wakituona tunaenda kutubu, tunamfuata Yesu, tunatubu, na sisi tunasema Yesu tumekuja, tunaomba tutubu, watatuchukuliaje? Watatuonaje? Sio kwa Yesu tu, hata kwa Yohana Mbatizaji wakati anatengeneza njia kwa ajili ya Yesu Kristo. Watu wengi walienda kutubu, lakini Mafarisayo, Masadukayo, wale viongozi wa dini hawakwenda kutubu. Ndio maana leo nimetaka nikutafakarishe kwa habari ya wewe mtumishi mwenzangu, na wewe ambaye sio mtumishi lakini ni mshirika muumini. Nimekutafakarisha namna hiyo kwamba itakuwaje, utafanyaje kwenye kipindi kama hicho, kwenye mazingira kama hayo. Yaani umekosea na unajua umekosea, alafu ujumbe unakujia, unakufuata na kuambia utubu. Ngoja tusome, labda unaweza usielewe. Ngoja tusome kwenye Mathayo 21 na ule mstari wa 28 hadi wa 32. Tutaelewana hapo vizuri. Mathayo 21. Lakini rafiki yangu, ninachotaka nikwambie, kuna namna ambavyo huu mstari ulinigusa, umenigusa sana huu mstari, ya kwamba wa kwanza atakuwa wa mwisho, wa kwanza atakuwa wa mwisho. Lakini uzuri ni kwamba Biblia haisemi wote wa kwanza wote. Nielewe vizuri mahali hapa. Biblia haijasema wale wote walio wa kwanza, hapana. Kama hutoweza kutekeleza hiki nitakachokwenda kukwambia mbele, ambacho unatakiwa ukifanye ili wewe uliye wa kwanza usije ukawa wa mwisho afu wa mwisho akawa wa kwanza, naomba ufuatane nami mpaka mwisho, utaweza kupata na kuelewa ni nini unatakiwa kufanya. Hapa Biblia imetuambia kwenye hii Marko sura ya 10 mstari wa 31, lakini wengi walio wa kwanza, lakini wengi, sio wote, wengi walio wa kwanza watakuwa wa mwisho. Kwa nini wengi walio wa kwanza watakuwa wa mwisho?
Kwa nini wengi walio wa kwanza watakuwa wa mwisho? Hebu tusome kwenye hii Mathayo 21 na mstari wa 28. Mathayo 21 na mstari wa 28 hadi 32. Neno la Mungu linasema, lakini mwaonaje, mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Akamwendea yule wa kwanza akasema, mwanangu, leo nenda kafanye kazi katika shamba la mizabibu. Akamjibu akasema, naenda. Akamjibu akasema, naenda, Bwana, asiende. Akamwendea yule wa pili akasema vile vile, naye akajibu akasema, sitaki. Baadaye akaenda. Baadaye akatubu akaenda. Je, katika hao wawili ni yupi aliyefanya mapenzi ya babaye? Wakamwambia ni yule wa pili. Basi Yesu akawaambia, amini nawaambia, watoza ushuru na makahaba watawatangulia mbele yenu kuingia katika ufalme wa Mungu. Kwa sababu Yohana alikuja kwenu kwa huo mstari wa 32 anasema, kwa sababu Yohana alikuja kwenu kwa njia ya haki, ninyi msimwamini, lakini watoza ushuru na makahaba walimwamini. Nanyi hata mlipoona hamkutubu baadaye ili kumwamini. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unaona kitu hapa ambacho tunajaribu kuonyeshwa kwamba kuna hatari kubwa sana kwa mtu ambaye unamtumikia Mungu kuwa wa mwisho, kwa mtu ambaye umeokoka kuwa wa mwisho. Kwa nini? Kwa sababu kuna namna fulani ya kiburi ambacho kinakuzuia kulingana na status na hadhi ulionayo, kinakuzuia wewe kutubu, kinakuzuia wewe kugeuka. Wakati mara kwanza nilifundisha hili somo, nikawauliza watu, hivi unaonaje message inapigwa afu inamlenga askofu, inamlenga mchungaji, afu ni kanisani hapo, inatakiwa mchungaji aje atubu mbele ya watu. Inatakiwa, yani Mungu amesema unatakiwa uje utubu sasa hivi, unatakiwa uje utubu. Ni mwinjilisti au ni mwimbaji, unatakiwa uje utubu. Ni muombaji, unatakiwa uje utubu. Alafu ni mbele ya kanisa. Na wewe unajulikana wewe ni mtumishi, mimi najulikana ni mtumishi, afu ninatakiwa nitubu mbele ya kanisa ambalo wakati mwingine ninasimamaga kuhudumu na Mungu ananitaka nitubu. Lakini kwa sababu ya hadhi yangu, ya status nilionayo, ya uwezo nilionayo, ya uzoefu nilionao, ya huduma nilionayo, ninafanya moyo mgumu. Ninasema watu watanionaje? Watu watanichukuliaje? Watu watasemaje? Wakigundua kuwa ni mimi, si nitatengwa kweli hapa? Lakini imagine ni kahaba, ni hapa anasema mtoza ushuru, na au ni mtu yote mtenda dhambi, mlevi, sijui mzinzi, sijui nani, amesikia neno. Alafu hilo neno linamgusa na Mungu anamwambia unatakiwa uje kutubu. Kwa sababu yeye anajua kabisa mimi ni mkosaji, mimi nimetenda dhambi, ni mwepesi sana kwenda kutubu. Na ndio maana hii Biblia inatuambia, Yesu hapa mahali hapa anasema makahaba na watoza ushuru watawatangulia. Lakini kule tunaambiwa lakini wengi wa walio wa kwanza watakuwa wa mwisho. Kwa nini? Kwa sababu anakamatilia ile nafasi alionayo. Hapa hawa mafarisayo hawakwenda kutubu. Hawa mafarisayo, Masadukayo, sijui wadani waliokuwa watumishi, makuhani, kipindi hicho cha Yohana Mbatizaji anatangaza toba, na watu walikuwa wameanguka, wanaishi dhambini. Wakati ule walikuwa wanatenda maovu, walikuwa yani wanafuata tu namna na tamaduni za dini zinavyosema. Lakini kwa habari ya kimungu, ndio maana mahali pengine Mungu anasema watu hawa wananikiri kwa vinywa vyao, lakini mioyo yao iko mbali sana na mimi, iko mbali na mimi. Kwa nini? Walikuwa wanaenenda kwa namna tu ya nje, waonekane ni watumishi, lakini ndani ni empty, hawana kitu, ni waovu, wamejaa maovu, wamejaa dhambi. Mahali pengine Yesu Kristo anasema wanalisafisha kaburi kwa nje, lakini ndani. Kwa hiyo
rafiki yangu, kuna kitu tunatakiwa tujifunze, kwamba wengi walio wa kwanza watakuwa wa mwisho. Mahali hapa tunajifunza kitu kikubwa sana, kwamba hawa watu enzi za Yohana, sio kwamba wengine, sio kwamba walikuwa hawataki. Na ndio maana tunamwona hata Nikodemu mwenyewe alienda kwa siri. Hapa Nikodemu alilitimiza ile andiko, anasema nani, anasema mstari wa 32, anasema kwa sababu Yohana alikuja kwenu kwa njia ya haki, ninyi msimwamini, lakini watoza ushuru na makahaba walimwamini. Nanyi hata mlipoona hamkutubu baadaye ili kumwamini. Nikodemu tunamwona alifika mahali alijua kumbe hii njia sio ya kweli, akakubali, akaenda akatubu. Akaenda akatubu. Kwa hiyo kuna hatihati kubwa sana ya mtu ambaye ni mtumishi wa Mungu kuwa wa mwisho kwenye ufalme wa mbinguni. Lakini mimi nimeshakataa. Pale ambapo nitaona Mungu ananionya na ananitaka nitubu, hata kama nitakuwa ni mbele yako, mimi sitaogopa kutubu. Nitatubu tu, kwa sababu ninajua ninatengeneza hali yangu mimi na Mungu. Mtu aliyeupendeza moyo ambaye ni Daudi hakuogopa kutubu. Pale alipoona amekosea, hata kama yeye alikuwa ni mfalme, alikuwa anatubu, alikuwa anakiri makosa yake, hata mbele ya wale watu anaowaongoza alikuwa anakiri. Tunamwona mahali fulani Daudi amekosea, Mungu akashusha ghadhabu, akawaangamiza wana wa Israeli wengi. Daudi akasema, Mungu, kwa nini unafanya hivyo juu ya wana wa Israeli? Ni heri ungeniangamiza mimi na familia yangu, kwa sababu mimi ndiye niliyekosea. Leo hii watumishi wengi, watu wengi hawataki kukiri makosa, hawataki kukubali kwamba wamekosea, wametenda dhambi. Hata kama wametenda dhambi, wanaogopa kutubu Mungu anapowaita watubu. Wanalinda sana nafasi zao. Ndio hiki walichokuwa nakifanya hata Mafarisayo enzi hizo. Sio kwamba walikuwa waoni kama Yesu anachofanya ni sahihi, sio kwamba walikuwa wajui kama Yesu anachosema ni sahihi, lakini wanaangalia hawa watu tuliokuwa tunawaongoza mwanzoni, tunawafundisha habari ya mambo ya Mungu. Leo hii wakituona tunatubu mbele za Yesu, watatuona sisi si lolote, si chochote. Watatuona sisi hatufai, lakini kwa Mungu sio hivyo. Mungu anajali sana, anathamini sana mtu anayekubali kutubu. Watu wanaweza kukuhesabia hivyo ndio, lakini Mungu anakuona ni wa thamani. Wakati mwingine kuna makosa mengine yatakugharimu upoteze hata nafasi ulionayo, cheo ulichonacho, huduma ulionayo, kazi ulionayo, lakini ukikubali kutubu, Mungu anapendezwa na wewe. Mungu atapendezwa na wewe, na utakuwa umeepukana na hii ya kwamba wa kwanza atakuwa wa mwisho. Ili uendelee kuwa wa kwanza, uendelee kubaki wa kwanza, kuna kitu kinaitwa hiki. Sasa ndo nitaka ambacho watu wengi huwa wanakikosa. Watu wengi huwa wanakikosa, watumishi wengi huwa wanakikosa, utii. Wakati mwingine anasema unaweza kukuta hata aliyepeleka huo ujumbe mwenyewe aliyoupeleka kwenye lenki ya cheo chake alichonacho mbali tofauti. Huenda huyu aliyesimama wakati huo kuhudumu ni mwimbaji tu wa kawaida tu, kapewa nafasi ya hudumu, lakini ujumbe ni kwa ajili ya askofu, ni kwa ajili ya mtume, kwa ajili ya nabii, kwa ajili ya mwimbaji mkubwa. Akiangalia anasema, huyu ndo aniambie mimi kutubu huyu. Hata Yesu wakati anakuja, au Yohana Mbatizaji wakati anahubiri, Mafarisayo walikuwa wanasema huyu anatueleza sisi ambao tumebobea kwenye imani, tumebobea kwenye dini, tumekulia huko, tunajua. Hicho kitu kinawaangamiza wengi, kitawaangamiza wengi. Hicho kitu kitawaangamiza wengi. Ndio huu mstari unasema, lakini wengi walio wa kwanza watakuwa wa mwisho, na wa mwisho watakuwa wa kwanza. Kitu hiki wengi wataangamia, wataenda jehanamu kwa sababu ya kitu hiki. Utii. Jambo la kwanza kuzingatia ili uweze kuendelea kubaki wa kwanza. Utii. Kubali kutii. Haijalishi ni nani amekwambia, ni nani kakuletea huo ujumbe, haijalishi huo ujumbe umetoka kwa nani, umetoka wapi. Ikiwa ni Mungu anakuagiza kufanya, kubali kutii. Utii.
Huu ndio uliowafanya Mafarisayo wagome, wakatae kabisa kwamba Yesu sio mwana wa Mungu, kwa sababu walikataa kuitii sauti ya Mungu tangu kwa Yohana, kwa sababu Yohana alikuja kuitengeneza njia. Na ndio maana tunaona walimwendea wengi kutubu, lakini hatuoni Mafarisayo wakimwendea, hatuoni Masadukayo wakimwendea, hatuoni makuhani wala waliokuwa watumishi enzizo wakimwendea, hatuoni. Lakini hata Yesu alipokuja waligoma, walisema huyu sio mwana wa Mungu, huyu sio Masihi. Kwa nini? Walikuwa hawako tayari kutii ile sauti ya Mungu iliyokuwa inawaambia watubu kulingana na makosa na maovu walionayo, watubu wanakoelekea siku, watubu. Utii. Kitu cha kwanza utii. Kitu cha pili unyenyekevu. Tunakosaga sana kwenye eneo hili, swala la unyenyekevu. Na hivi vitu viwili vitawafanya watu wengi wakose mbingu, hata kama ni watumishi wa Mungu. Vitawafanya walio wengi. Neno la Mungu linasema wa kwanza atakuwa wa mwisho. Hebu tuisome hapa tena. Lakini wengi walio wa kwanza watakuwa wa mwisho, na wa mwisho watakuwa wa kwanza. Wengi walio wa kwanza watakuwa wa mwisho. Hiki ndio sio wote, wengi walio wa kwanza watakuwa wa mwisho, wa kwanza atakuwa wa mwisho. Wengi walio wa kwanza watakuwa wa mwisho. Kwa nini? Utii na unyenyekevu haumo ndani yao. Haumo. Wakielezwa habari ya mambo yanayotaka kuwafarakanisha wao na nafasi zao, hawako tayari kutii, hawako tayari kunyenyekea, hawako tayari kukubaliana na hicho kitu. Hawako tayari. Wako tayari wapindishe neno ili walinde nafasi walizonazo. Wako tayari wapindishe neno ili walinde huduma walizonazo. Wako tayari wapindishe neno ili walinde status zao, hadhi zao. Wako tayari. Hata kama wangeelezwa mara ngapi na watu wangapi, wako tayari waseme hapa ingetakiwa iwe hivi, hapa wako tayari kupindisha neno, wako tayari kutafuta hata kitu chochote kile cha kusapoti, hata hekima yoyote ile ya kusapoti ili kupindisha neno. Unaweza kusikia wengine wanasema unajua bwana mtumishi, kutubu mbele ya watu sio vizuri, sijui nini, sijui. Rafiki yangu, hakuna ambaye anapenda kuaibika. Hata huyo kahaba mwenyewe anayeenda kutubu mbele ya watu hapendi. Hata huyo mlevi hapendi, lakini kwa sababu ndani yake amekubali kuitii sauti ya Mungu, yuko tayari kuibeba aibu ya kudharauliwa ili mradi atengeneze maisha yake na Mungu. Wewe ni nani usikubali kutii sauti ya Mungu kutengeneza maisha yako? Kitu hiki kimesema sana ndani yangu, nikasema siwezi kunyamaza, kwa sababu Yesu Kristo yupo karibu kurudi, na akirudi kuna watu wengi wanaweza wakaachwa wakabaki na ni watumishi wa Mungu kwa sababu ya kutokutii na kunyenyekea. Hatuendi mbinguni kwa nafasi za tulizonazo, kwa huduma tulizonazo. Hatuendi mbinguni kwa vyeo tulivyo navyo. Hatuendi mbinguni kwa kukaa kwenye wokovu kwa muda mrefu. Hatuendi mbinguni kwa namna hiyo. Yani inatakiwa tukubali kuitii sauti ya Mungu inaposema na sisi kwa habari ya kutubu, kwa habari ya kutengeneza, kwa habari ya kuweka mambo sawa, pasipo kuangalia watu wanatuonaje, watu wanasemaje, watu watasemaje. Wanamwambia Mungu, niumbie moyo safi, moyo wa unyenyekevu, moyo wa utii. Niko tayari kuitii sauti yako Bwana, hata mbele ya watoto wangu, mbele ya watu na waongoza. Niko tayari, ili mradi the message is for me. Lazima nitekeleze, kwa sababu ninachokiangalia sio hicho, ninaangalia uzima wa milele. Ni wa thamani sana kuliko chochote kile, kuliko cheo, kuliko nafasi, kuliko huduma, kuliko kazi. Ni ya thamani sana nafasi ya uzima wa milele. Ni ya thamani sana. Rafiki yangu, wa kwanza atakuwa wa mwisho usipokuwa wa makini, mtumishi mwenzangu.
utakuwa wa mwisho. Mimi nilisema sitakubali. Maana hii sauti ilikuja sana ndani yangu, wa kwanza atakuwa wa mwisho, wa kwanza atakuwa wa mwisho, wa kwanza. Nikasema how God, ni kwa namna gani itakuwa wa kwanza atakuwa wa mwisho? Mungu akaniambia watu hawataki kutii sauti yangu. Watu hawako tayari kunyenyekea. Watu wameatamia vyeo vyao, nafasi zao. Wameatamia, wamevingangania. Hawataki kutubu. Hawataki kutubu. Hawataki kutii. Lakini makahaba, wazinzi, walevi, washirati, wezi, majambazi, wakisikia sauti wanatii. Na ndio maana Biblia inatuambia, ukisoma kwenye hii Mathayo, kwamba Mathayo sura ya 21 na mstari wa 31 anasema, je, katika hao wawili ni yupi aliyefanya mapenzi ya babaye? Wakamwambia, ni yule wa pili. Basi Yesu akawaambia, amini nawaambia, watoza ushuru na makahaba watawatangulia mbele yenu kuingia katika ufalme wa Mungu. Kwa nini watawatangulia? Kwa sababu wao mwanzoni walikuwa wanaishi maisha maovu, maisha ya dhambi, maisha yasiyofaa. Mungu wamekuwa wakiendelea kuishi hivyo nje ya mapenzi ya Mungu. Lakini walipoisikia sauti ya Mungu, wakakubali, wakatubu, wakaja wakatubu. Anaposema alimtuma hapa, anaposema mstari wa 30, anaposema akamwendea yule wa pili akasema vile vile, naye akajibu akasema sitaki. Baadaye akatubu akaenda. Anamaanisha kwamba wakati mtu anavyoendelea kuishi, Mungu anamuita, njoo mwanangu, njoo nitumikie, njoo mwanangu. Lakini anagaili, anakataa kuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Ila baadaye neno la Mungu lilivyomjia ndani yake, alipopata message ya kimungu ndani yake, akakubali, akatii, akatubu, akakubali, alitubu alafu akaenda. Maana yake alitubu alafu akakubali kumwamini Yesu. Ila sasa kuna wale ambao walikubali, ndio tumekubali Bwana, nao wakawa wanamtumikia Mungu, wakaendelea kuishi, wakajifunza kwa habari ya Mungu, wamekulia wokovu, wanaendelea, wanamtumikia Mungu. Lakini walipolisikia neno la Mungu la kuwaambia kutubu, wakagoma. Walisema ndio tutatubu, lakini hawakuwa na utayari wa kutubu, kwa sababu waliona tukitubu tutapoteza nafasi zetu, tukikubali tutapoteza nafasi zetu. Watatuona kumbe sisi ni waovu, ni wenye dhambi, hawatatuamini tena. Kwa hiyo wanaona ni bora waaminike kwa watu kuliko kuaminika kwa Mungu. Rafiki yangu, usipokubali kutubu, unafanya Mungu asikuamini kabisa kabisa. Unafanya Mungu asikuamini. Sawa, watu tutakuamini, tutakuona wewe ni the best, wewe ni bora, lakini kwa Mungu utaonekana ni nothing, si lolote, si chochote. Wewe utaonekana ni wa mwisho, Lakini yupo mtu ambaye ameishi maisha ya dhambi, maisha ya uovu, lakini ikafika mahali akakutana na neno la Mungu. Lile neno la Mungu likamgusa, afa akaambiwa atubu, akakubali kutubu na akaenda. Biblia inatuambia wa kwanza wengi, lakini wengi walio wa kwanza watakuwa wa mwisho, na wa mwisho watakuwa wa kwanza. Kwa nini wa mwisho awe wa kwanza? Kwa sababu amefika mahali, amesikia neno, amekubali kulitii neno na akatubu. Lakini wale wa kwanza waliosikia neno kwanza, wale waliosikia neno mwanzoni na wakakubali kukaa kwenye wokovu, baadaye wameendelea, walipokosea Mungu akawaambia wamekosea, wamegoma, wamekataa, na Mungu hawezi akakungangania wala kulazimisha, anakuacha.
anaenda na wale wanaotaka kwenda. Rafiki yangu, usikubali kuwa wa mwisho, ili sasa uweze kuendelea kuwa wa kwanza. Hata huyu akija katubu, ambaye alikuwa wa mwisho, akija katubu akukute wewe bado ni wa kwanza, wewe kubali kuitii sauti ya Mungu. Unapokosea kuwa mtii, nyenyekea, kubali kutii sauti ya Mungu inayokueleza utubu, utengeneze. Kubali kutii, nyenyekea, acha kubebelea cheo chako, nafasi yako. Acha kusema mimi nimekaa kwenye wokovu muda mrefu namna hii, nimekaa kwenye wokovu miaka ya kutosha. Hiyo haitoshi wewe kwenda mbinguni kurithi uzima milele. Rafiki yangu, hicho kiburi chako kitakufanya wewe wa mwisho. Mungu anataka wanyenyekevu. Anataka wanyenyekevu. Angalia sana rafiki yangu, angalia sana. Mwanzoni nilianza kukwambia hivi, wewe ndo mtumishi wa Mungu au mchungaji wako anaambiwa atubu katikati mbele ya kanisa. Je, atakubali kutoka kwenda kutubu? Kwa haraka jibu ni hapana, kama huyo mchungaji hana utii na unyenyekevu mbele za Mungu. Kama hana utii na unyenyekevu mbele za Mungu, hawezi kwenda. Lakini kahaba akiambiwa, au mzinzi au mwizi au jambazi akiambiwa kwa sababu ya kosa lilolitenda, Mungu anakuita uje utubu, huyo unafikiri atakataa au ataenda? Kati hao wawili wakiitwa kutubu, nani atakuwa mwepesi kwenda? Kwa 100%, huyu aliye mwizi na jambazi na kahaba atakuwa wa kwanza kwenda kuliko huyo mchungaji, kuliko huyu mwinjilisti, kuliko huyu muombaji, kuliko huyu mhubiri, kuliko huyu muimbaji. Atakuwa wa kwanza. Kwa nini? Kwa sababu yeye direct anajiona yeye ni muovu, ni mkosaji. Lakini huyu ambaye ni mtumishi, yuko kwenye wokovu, akiambiwa, kama hana utii na unyenyekevu, kutoka mbele za watu kwenda kutubu ni ngumu sana. Lakini Mungu anasema tunahitaji kuwa watii na wanyenyekevu. Na hii ndio Biblia inasema, lakini wengi walio wa kwanza watakuwa wa mwisho, na wa mwisho watakuwa wa kwanza. Sasa ili usiwe wa mwisho na wakati wewe ulikuwa wa kwanza, ili usiwe wa mwisho, endelea kuwa mtii na mnyenyekevu. Kubali kuwa mtii na mnyenyekevu mbele za Mungu. Tukubali kuwa watii na wanyenyekevu mbele za Mungu, ili nafasi zetu ziendelee kubaki pale pale. Ramanda kapozata rika ya mandoko ripozata. Inahitajika neema ya Mungu rafiki yangu, maana wakati mwingine sio rahisi. Najua ziko protocol ambazo wakati mwingine Mungu hawezi kukwambia hadharani kwamba utubu au ufanyeje, kulingana na vile ambavyo amekuweka mbele za watu, ambavyo umemtumikia mbele za watu. Wakati mwingine anaweza akakufuata direct akakwambia umekosea hapa, tubu, tengeneza. Ila kuna wakati mwingine anaona ili jambo inatakiwa utubu mbele za watu, unatakiwa utubu mbele za watu, ukiri kwamba umekosea. Wakati mwingine inakulazimu hivyo, ila kwa sababu ya nafasi ulionao unafanya moyo kuwa mgumu. Ramanda kapozata. Lakini wengi walio wa kwanza watakuwa wa mwisho. Inauma sana rafiki yangu, umejitaabisha vya kutosha afu wewe wa mwisho. Mimi nilimwambia Mungu, mimi sitaki kuwa wa mwisho, nataka kubaki kuwa wa kwanza. Ramando koropo zata, karamando kuripo zata, ekoria manda kapo zata. Rafiki yangu, nataka tuombe pamoja. Wewe ambaye unataka neema ya kuendelea mbele, unataka neema ya kuendelea kubaki wa kwanza, nataka tuombe pamoja. Lakini ikiwa wewe bado hujaokoka kabisa, hujampokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, naomba unifuatishe maombi haya. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Ninaomba Yesu unisamehe dhambi zangu zote. Yesu, ninakuomba ufute jina langu kwenye kitabu cha hukumu, na uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Yesu, kuanzia leo ninakubali kwa wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante Yesu kwa kuniokoa. Asante Yesu kwa kunisamehe. Asante Yesu kwa kuniponya. Amen, amen. Rafiki yangu, naomba kwa dakika hizi tukapate kuomba
kwa habari ya neema ya Mungu itakao kuwezesha kubaki kuwa wa kwanza, uweze kustahimili. Mungu akupe neema ya kuwa na utii na unyenyekevu mbele zake, kuwa na utii na unyenyekevu mbele zake. Rimanda ramandoko ripo zata. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunasogea mbele zako Bwana saa hii na wakati huu. Tunaomba neema yako Bwana itakao tuwezesha kuendelea kubaki katika nafasi ya kwanza, nafasi ya kwanza, nafasi ya kwanza. Tunaomba roho ya utii na unyenyekevu ndani yetu, roho ya utii na unyenyekevu ndani yetu mbele zako Bwana. Unapotusemesha kwa habari ya maisha yetu, kutengeneza na wewe Bwana, tujalie utii ndani yetu wa kuitii sauti yako. Haijalishi ni nani kasema, haijalishi imetoka wapi, haijalishi Bwana imesemwa na nani, tusaidie tuwe watii mbele zako Bwana, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ramando koropo zata. Tujalie Bwana na roho ya unyenyekevu, roho ya unyenyekevu, roho ya unyenyekevu. Nafasi zetu, huduma zetu Bwana zisiwe chanzo Bwana cha kukuasi na kukukosea we Mungu. Bwana wetu na Mungu wetu, tusifanye kwa mioyo yetu migumu kwa sababu ya vyeo tulivyo navyo, kwa sababu ya nafasi tulizo nazo, kwa sababu ya huduma tulizo nazo, kwa sababu ya muda mrefu tuliokaa kwenye wokovu. Baba, tusaidie, tusaidie, tupe neema ya kubali kunyenyekea, kutii na kunyenyekea mbele zako Bwana. Ramanda karapo zata. Bwana wetu na Mungu wetu, tunatamani Bwana wa kwanza we wa kwanza Bwana wa Bwana, na wa mwisho aje asiendelee kuwa wa mwisho Bwana. Rikamando koripo zata. Hatutaki Bwana walio wa kwanza we wa mwisho, tunataka wa kwanza endelee kuwa wa kwanza na wa mwisho aje aungane na wa kwanza. Rikaramanda karapo zata. Ekoria manda kapo rikapo zata. Rika ya manda kapo zata. Katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ramando koripo zata. Kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Asante Mungu wetu na Bwana wetu kwa neema yako na upendo wako juu ya maisha yetu Bwana. Paulo anasema, ninatenda neno moja tu, nikiyasahau ya nyuma na kuyachuchumilia yaliyo ya mbele. Bwana wetu na Mungu wetu, tusaidie, tujalie neema ya kuyachuchumilia yaliyo ya mbele Bwana. Tusiwe baada ya kuwafundisha wengine sisi tuwe wakataliwa. Mungu tusaidie Bwana mabwana, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Tujalie hiyo neema Bwana ya kudumu na kukaa katika wokovu, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Roho ya utii na unyenyekevu ikae ndani yetu, roho ya utii na unyenyekevu ikae ndani yetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu tumeomba yote tukiamini sawa sawa na mapenzi yako. Amen, amen.